Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, karibu sana upande huu wa Misungwi, na baada ya kuvuka hili daraja ni upande wa Sengerema. Kwa hiyo hapa ni maarufu kama Kigongo Busisi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, umesimama hapa ili kupata taarifa ya maendeleo ya zoezi la uondoaji magugu maji katika Ziwa Victoria. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tutumie fursa hii kwa niaba ya wananchi wa mkoa wa Mwanza kukushukuru sana wewe Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa namna ambavyo umetupigania sana wananchi wa Mwanza, hususan eneo hili la Kigongo Busisi ambao ni waathirika wakubwa wa huduma za usafirishaji baada ya magugu maji mapya aina ya Slovenia kuanza kujitokeza ndani ya Ziwa Victoria. Ulitoa maelekezo, ulituita Dodoma mara kadhaa, lakini pia ulikuwa mkali sana, na hata Wizara ya Fedha wakatoa fedha kufuatia maelekezo yako ili zoezi la kuhakikisha miundombinu hii inapitika, na leo hii tunashuhudia hizi vivuko vyetu vinaweza kufanya kazi kwa uhakika. Mheshimiwa Waziri Mkuu, eneo hili la Kigongo Busisi kwa siku moja tunavusha watu zaidi ya 10,000 hadi 14,000. Kwa hiyo ni eneo ambalo lina shughuli nyingi sana za uchumi. Feri zinapozimika zimekuwa na usumbufu mkubwa sana. Wananchi walikuwa wanatumia zaidi ya masaa 2 hadi 3 kuvuka kutoka upande huu hadi upande unaofuata. Lakini ukitumia lile daraja, hata lile la muda, tunatumia dakika 3 hadi dakika 5. Kwa hivyo umetusaidia, na ni wajibu wangu kukushukuru hadharani, kwa sababu bila jitihada zako leo tusingekuwa tunazungumzia mafanikio haya. Baada ya maelezo hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba utambue tu kwamba unao viongozi wa chama na serikali ambao umeongozana nao chini ya mwenyekiti wa CCM wa mkoa Mheshimiwa Masanja Smart, lakini pia waheshimiwa wabunge akiwemo mbunge wa jimbo la Sengerema, mbunge wa jimbo la Misungwi ambaye pia ni naibu waziri, lakini mbunge wa viti maalum Mheshimiwa Mary Masanja na viongozi kadha wa kadha. Baada ya maelezo yangu hayo, Mheshimiwa Waziri Mkuu, nikupe sasa fursa kwa heshima na taadhima kuweza kusalimiana na wananchi wa Kigongo Busisi upande huu wa Misungwi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, karibu sana. Mwanza oye! Misungwi oye! Kigongo oye! Dr. Samia Suluhu Hassan oye! Dr. Philip Mpango oye! Na nyewe oye! Habari za asubuhi. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Mkoa, Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi, Naibu Waziri wa Mifugo ambaye pia ni mbunge wa Misungwi, Mheshimiwa Wakuu wa Wilaya, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi wilaya yetu, Mheshimiwa wabunge wote, natambua uwepo wa makatibu wakuu na naibu makatibu wakuu, mwenyekiti wa halmashauri ya Misungwi, madiwani, wakuu wa idara na wananchi, bila kuwasahau wanahabari ambao pia tuko nao hapa. Ndugu wananchi, niko ziara mkoani Mwanza ya siku 2. Jana tulikuwa Kwimba, leo naelekea Sengerema kupitia hapa Misungwi kwenye eneo hili la Kigongo, na kuja hapa maalum kwa kazi maalum ambayo serikali imeanza kuifanya ya kupambana na magugu maji. Wenyeji hapa wa Kigongo hali hii mmeshuhudia ya uwepo wa magugu maji, yapo ya zamani
hayo ambayo tunayaona hapo yaliyofunika eneo hili, hayo ni magugu maji hayo, tumeacha mpaka amekomaa. Lakini gugu maji jipya ni hilo ambalo lilikuwa limefunika eneo hili la daraja mpaka kule unaitwa Busisi. Mkuu wa mkoa wa Mwanza na timu yake ya kamati ya ulinzi na usalama, wakuu wa wilaya wote wakiwemo, walianza kuwa na hofu na hali hii na kuamua kujadiliana na serikali kuu, ambako walikuja mkoani Dodoma, tukakaa kikao cha pamoja, tukaanza kuona hali hii na madhara yake. Tukaalika wataalamu mbalimbali kueleza aina hii ya magugu na athari zake, athari ambazo zingeweza kujitokeza kama hali hii tungeiacha iendelee. Ni hii ya kupunguza ukubwa wa ziwa. Unapopunguza ukubwa wa ziwa, unapunguza shughuli za kibinadamu ikiwemo na uvuvi. Lakini pia hali hii ya uwepo magugu haya ilikuwa inajaa mahali ambapo ni njia ya kupita vivuko vyetu, na vivuko hivi vinapopita vinakula magugu na vilikuwa vinaharibika kila siku, vinatengeneza tatizo jingine kubwa la usafiri. Na kama hali hii tungeiacha magugu yangeongezeka na kufunika ziwa, usingekuwa na shughuli za uvuvi, shughuli ambayo inategemewa na tulio wengi. Kwa hali hii ilipojitokeza, hatua za haraka tuliamua kuchukua. Moja, tuliagiza tuchukue hatua za haraka za kupambana na magugu. Lakini mbili, lazima tuwe na mpango wa muda mfupi, halafu tuwe na mpango wa kati na mrefu, ili kunusuru ziwa letu, kuruhusu shughuli za kijamii za kiuchumi ziendelee na usafirishaji. Na washukuru wana Mwanza chini ya mkuu wa mkoa, hatua za haraka walianza kutumia wavuvi wadogo wadogo na mitumbwi na maboti yenye mashine kuja kuanza kuzoa kwa mkono tu. Hiyo ni hatua ya haraka. Hatua ya muda mfupi ni kuanza kutafuta mitambo midogodogo ambayo tunayo ndani ya nchi, tuweze kuanza kufanya kazi ya kuondoa magugu maji yale yaliyofunika ziwa, halafu tuje kwenye gugu maji ambayo limekomaa. Hatua za muda wakati, tulisema wataalamu wetu wa ndani waende popote duniani kujifunza hali hii, na wenzetu wameweza kupambana nayo kwa kiasi gani. Kwa ukanda wa Afrika Mashariki, wenzetu Waganda walishaanza kupambana na magugu hayo. Watu tunasema wataalamu waende, na ndio hao wanaondoka kesho kutwa wanaenda Uganda, lakini na wao tulishapata maelezo yao namna walivyopambana na gugu maji. Lakini pia hatua hiyo muda wakati, tumeamua kununua mitambo ya ukubwa wa kati, na kwa bahati nzuri ndani ya nchi tulikuwa na mtambo wa awali ambao leo tutauona kufanya kazi yake. Kwa muda mrefu sasa tumetenga fedha kununua mtambo mkubwa, tena miwili, inayokuwa inafanya kazi ya kutafuna magugu kila itakapoonekana ndani ya ziwa. Na tunataka nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wetu, kuridhia kutoa fedha hizo kununua mitambo hiyo mikubwa miwili, ili ibaki ndani ya ziwa Victoria. Itakuwa kuna kwenda kokote ndani ya ziwa hili kwenye mikoa yetu hii, kuanzia mkoa wa Mara, lakini Simiyu, Mwanza, Geita na Kagera. Itapita mpaka kwenye visiwa ili kuhakiki kama hakuna gugu maji, na kama lipo liliwe mara moja. Kwa tumeshaweka mpango wa kupambana na ziwa hili, huku tukielekea kuja kwenye kuzindua daraja letu. Na Mheshimiwa Rais anakuja tarehe ambayo imependekezwa tarehe 19
atakuja hapa Kigongo, na Kigongo mnakaza kumpokea. Tunataka tusafishe eneo hili lote libaki wazi, na baada ya kuzindua, tunapoanza matumizi ya barabara yetu ya daraja letu hilo ambalo yeye atakuja kulizindua, basi huku chini kuwe na mazingira kuvutia ya kuona maji, viumbe hai vikitembea, wavuvi wakivua, na wale wanataka kutembea tu kwa boti watembee tu kwa boti. Magugu haya ni haya ambayo mnayaona yameletwa hapa. Lakini nataka niwaambie hata hili pori ni magugu maji. Hilo pori mnaloliona hapo, huu mto, hili ziwa linakwenda mpaka kule kwenye miti mikubwa. Leo jaa hapa lote mpaka kwenye migomba ile, hili ni gugu maji. Kwa mitambo ile mikubwa itakuwa inafanya kazi ya kula hili lote, hili ziwa lirudi kwenye hali yake kawaida, na mwalo uonekane kuanzia pale, na shughuli za uvuvi zifanywe hata pale pembeni. Hata huku pia nako hili lilojaa hapa mpaka darajani ni gugu hili. Kwa mpango wa kudumu ule muda mrefu, nataka tununue mtambo wa kula gugu lote hili hapo, na eneo hili limeathirika sana. Lakini wote mnajua jijini Mwanza, kuanzia ofisi ya Chama cha Mapinduzi mpaka eneo la Furahisha, ile sehemu kubwa iliyoingia baharini ni gugu maji lote hili. Tunataka tuanze kulitafuna ili ziwa liweze kupanuka na watu wafanye shughuli za uvuvi kwenye maeneo yote. Tutafanya hivyo kuelekea pande zote na pembeni mpaka huko Sengerema, Buchosa na maeneo mengine, ili tuhakiki kuwa hali hii haiwezi kujirudia. Kwa ndugu wananchi, tunashukuru kwa ushirikiano wenu. Mlianza na hatua za haraka kwa kuleta mitungu yenu, mmeshiriki kuhakikisha kuwa gugu maji tunaanza kulitafuna na kulishughulikia. Lakini nawashukuru kwa sababu wale wachache ambao wamekubali kuingia kule ndani kwa ajili ya kukata kwanza, ili kutoa nafasi ya mtambo kuja, ni jitihada zenu. Kwa hiyo tunawashukuru sana ndugu wananchi kwa kazi hiyo. Wakati wote mtakapotakiwa kuunga mkono, kuungana na viongozi na miongozo yao, fanyeni. Tunafanya hayo kwa ajili yenu. Hata ridhaa ya Mheshimiwa Rais kutenga pesa nyingi kununua mitambo mikubwa ni kwa manufaa yenu wananchi. Mheshimiwa Mnyeti, Mheshimiwa Tabasamu ni wabunge ambao wakati wote wamekuwa wakilalamikia hali hii na kuishauri serikali kununua mitambo. Na tulipokutana wizara kadhaa, ofisi ya waziri mkuu kama mratibu wa shughuli za serikali, ofisi ya makamu wa rais wanaoshughulikia mazingira, wizara ya mifugo na uvuvi ambayo mbunge wa Misungwi ndiyo naibu waziri, tumekuwa naye kwenye vikao vyote, lakini pia wizara ya fedha, wizara ya ujenzi yenye vivuko vinavyoharibika, na wizara ya uchukuzi. Wizara hizi zote tumekuwa tunakutana na kutengeneza mkakati huu kwa pamoja na uongozi wa mkoa wa Mwanza. Nataka niendelee kuwapa imani, nataka niendelee kuhakikishia kwamba serikali inaanza kutekeleza jukumu hili na tutafanikiwa. Muhimu tuunge mkono na moyo uvumilivu wakati tunashughulika na jambo hili. Ndugu wana Kigongo, wana Misungwi, nimepita hapa kupokea taarifa. Katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais ametusomea, na leo wanashughulikia na mazingira. Kwa hatua zote mlizozieleza, endeleeni kutekeleza. Mapendekezo mliotoa, simamieni. Kazi ambayo inaendelea, muhakikishe mnaifanya kwa masaa mengi vile inavyowezekana, ili tukuondoe gugu hili mapema sana, na hasa kwenye njia hizi ambazo tunazitumia kwa ajili ya kupitisha vivuko vyetu. Hapa kambi lisifungwe, liendelee. Nyie na wataalamu na wale wote ambao wanashiriki. Na kwa kuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa kidogo dogo, hao wananchi wanaoshiriki na wao pia wanufaike na hicho kidogo dogo, ili waendelee kufanya kazi hiyo kwa moyo. Wametusaidia sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa na timu yako, kamati ya ulinzi wa mkoa, iendelee kusimamia jambo hili ili kujiridhisha kuwa maeneo yale yote ambayo yamekutwa na gugu maji yaendelee kuhakikisha kuwa tunaondoa
Mkurugenzi wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela akishirikiana na kampuni ya Kabusungu mradi wa viwanja anawatangazia wananchi, mashirika, makampuni, taasisi za umma na binafsi kuwa halmashauri inaendelea na uuzaji wa viwanja katika eneo la mradi Kabusungu. Viwanja hivyo viko jirani na hospitali ya wilaya ya Ilemela, kilomita 10 kutoka ofisi za makao makuu ya manispaa ya Ilemela. Fomu za maombi zinapatikana katika ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela na zitaanza kutolewa tarehe 10 mwezi wa 3, 2025. Bei ya fomu ya maombi ni shilingi 5,000 kwa kila kiwanja. Bei ya kuuza viwanja kwa mita moja ya mraba ni shilingi 6,000. Zingatia kwamba asilimia 50 ya malipo yatatakiwa kulipwa ndani ya siku 7 tangu tarehe ya kuchukua ankara ya malipo, yani invoice, na kiasi kitakachobaki kitatakiwa kulipwa ndani ya siku 90. Kinyume na hapo, kiwanja kitatolewa kwa muombaji mwingine. Aidha, wateja wote walionunua viwanja awamu ya kwanza katika eneo hilo pamoja na maeneo mengine ambayo ni East Buswelu, Nyafula, Sangabuye, Masemele na Kabusungu wanakumbushwa kukamilisha malipo yao ndani ya siku 30 toka tarehe ya tangazo hili. Endapo hawatakamilisha, viwanja vitauzwa kwa waombaji wengine na hawatarudishiwa fedha yoyote. Wote mnakaribishwa. Tangazo hili limetolewa na mkurugenzi wa manispaa ya Ilemela.